Kwa majina naitwa Dr. Richard Thomas Mliwa. Mimi ni daktari bingwa wa mfumo wa chakula pamoja na ini katika hospitali hii ya Muhimbili Mloganzila. Katika matibabu yetu ya mfumo wa chakula na ini, moja ya huduma ambayo tunaitoa katika kitengo chetu cha endoskopia ni huduma ya vipimo pamoja na vipimo tiba. Kwa kitaalamu inaitwa colonoscopy. Hiki ni nini? Hii ni huduma ambayo inaunganisha kipimo pamoja na matibabu kwa kutumia vifaa maalum, vifaa vya endoskopia. Na kama wote tunavyofahamu, colonoscopia ni neno linalotokana na neno colon. Kwa tafsiri sahihi, colon maana ni utumbo mpana. Kwa hiyo maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hiki ni kipimo tiba kwa ajili ya maradhi yale yote ambayo yanakuwepo katika utumbo mpana. Kwa kutumia kipimo hiki cha colonoscopia, ni aina gani ya maradhi ambayo tunaweza kutambua katika utumbo mpana? Moja huwa ni magonjwa ya saratani. Sehemu kubwa kipimo hiki kinakuwa kinatusaidia sana kutambua magonjwa ya saratani katika utumbo mpana. Lakini zaidi ya magonjwa ya saratani ya utumbo mpana, kipimo hiki pia huwa kinatusaidia kwenye magonjwa kitaalamu tunaita inflammatory bowel diseases, lakini labda kwa lugha rahisi, haya ni magonjwa ni vidonda, ni aina fulani ya vidonda ambayo inasababishwa na mfumo kinga katika utumbo mpana. Kwa hivyo hiyo pia inaweza kuonwa na vipimo hivi vya colonoscopia. Zaidi ya hapo, vipimo hivi vya colonoscopia vinaweza vikatusaidia kuona kama kuna uvimbe wowote nje ya uvimbe ambao ni wa saratani, lakini kama kuna aina nyingine ya uvimbe tunaweza pia tukauona kwa kutumia vipimo vya colonoscopia. Wale wagonjwa wetu wenye matatizo ya kuto kupata choo pia huwa tunawafanyia vipimo vya colonoscopia ili kuweza kuona ni kitu gani ambacho kinasababisha washindwe kupata choo. Kwa maana wengine labda wanakuwa na utumbo umejikunja, wengine wana utumbo mrefu, lakini hivyo vitu vyote vipimo vya colonoscopia vitatusaidia kuona. Lakini pia kuna wagonjwa ambao unakuta wanatoka damu nyingi wakati wa kujisaidia. Pia vipimo hivi vya colonoscopia huwa vinatusaidia kuona chanzo cha damu kutoka katika njia ya haja kubwa ni nini, na hivyo kuweza kutoa matibabu kutokana na shida itakayokuwa imegundulika. Lakini mbali ya hayo, kuna wagonjwa wanakuwa na maumivu ya tumbo ambayo hayaeleweki shida yake ni nini. Pia huwa tunawafanyia hivyo vipimo vya colonoscopia kufanya utambuzi, kuona shida zao ziko wapi. Kwa hivyo ni moja ya vipimo vikubwa na vipimo vya kisasa na vya kipekee kabisa ambavyo tunavitoa hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili Mloganzila. Na ikumbuke kwamba kipimo hiki ni adimu na ni hospitali chache zina uwezo wa kutoa hicho kipimo, kwa sababu kipimo kinahitaji kufanywa na wataalamu bobezi. Sio kwamba kila mtaalamu anaweza kufanya kipimo hicho. Kipimo hicho hufanywa na wataalamu bobezi, ambao wataalamu bobezi hao wanapatikana katika hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzila kwa ajili ya kukuhudumia. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwa wagonjwa wetu wote na watu wetu wote wenye shida za matumbo, damu kwenye njia ya haja kubwa, shida ya kuto kupata choo kwa wakati, na shida nyinginezo za matumbo, waje tuwahudumie kwa kutumia kipimo hicho cha colonoscopia. Zaidi ya kupima, kipimo hiki huwa kinaweza kutoa matibabu kwa baadhi ya magonjwa. Kwa mfano, kuna vivimbe ambavyo huwa tunaweza kuviondoa kwa kutumia tu hicho kipimo cha colonoscopia. Mbali ya hayo, pia huwa tunaweza kuchukua sampuli kwa ajili ya kufanya vipimo zaidi, especially kwa wagonjwa wale wenye vivimbe, kwa kutumia kipimo hicho cha colonoscopia. Kwa hiyo ni kipimo ambacho kinahusisha utaalamu wa hali ya juu kabisa, lakini tunashukuru hospitali yetu ya taifa ya Muhimbili Mloganzila inao wataalamu bobezi wenye uwezo wa juu kabisa wa kufanya kipimo hicho cha colonoscopia. Kwa hiyo kipimo hiki cha colonoscopia hufanywa na wataalamu wetu kuanzia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, na kliniki hiyo ya vipimo hivyo vya colonoscopia hufanyika kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni, siku zote za Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa.